Katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo kilele chake ni kila tarehe 5 mwezi wa 6 kila mwaka, mkuu wa mkoa wa Mtwara amelitaka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kuhamasisha wananchi kutunza mazingira kwa kutumia nishati safi na kufanya usafi mkoani Mtwara. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Kanali Donald William Sengi amesema lengo la maadhimisho hayo ni kuelimisha jamii na kuchukua hatua kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku akieleza umuhimu wa siku hiyo na kuwahimiza wananchi kufanya usafi. Lengo la maadhimisho haya ni kuelimisha na kuhimiza jamii kushiriki katika shughuli za hifadhi na usimamizi mazingira, kuchukua hatua za makusudi kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira, pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Na kauli mbiu inayoongoza maadhimisho haya kimataifa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu kuongeza kasi na juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kukuza matumizi ya nishati mbadala na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ukame, mafuriko, upungufu wa maji, kuibuka kwa magonjwa pamoja na kutishia usalama wa chakula duniani, yani food security. Kilele cha maadhimisho haya ni leo tarehe 5 Juni 2026, ambapo kila wilaya inaadhimisha kwa kufanya shughuli zinazoendana na utunzaji wa mazingira, zikiwemo kuhamasisha na kuelimisha jamii kutumia nishati safi mbadala wa mkaa, majiko banifu, pamoja na kutumia njia sahihi za kuhifadhi taka. Aidha, Kanali Msengi amesema katika maadhimisho hayo jumla miti milioni 6,341,904 imepandwa, huku akiziagiza halmashauri zote katika mkoa wa Mtwara kupanda miti na kuitunza katika maeneo mbalimbali ikiwepo mashuleni, pamoja na kuziagiza taasisi zenye watu wengi kutumia nishati safi ya kupikia. Jumla ya miti milioni 6,341,904 imepandwa, ambapo siku ya uzinduzi wa upandaji wa miti kimkoa ambayo ilikuwa tarehe 16 Machi 2026, jumla ya miti 2,000 ilipandwa katika siku hiyo ya uzinduzi. Naziagiza halmashauri kuendelea kusimamia maelekezo na malengo ya upandaji miti yaliyotolewa na serikali. Kila mwanafunzi anapoanza shule anapaswa kupanda mti wake na kuutunza, na wakumbusha watendaji wa wilaya na halmashauri kusimamia agizo hilo. Mkoa umeendelea na utekelezaji wa mkakati wa nishati safi ya kupikia ambao umelenga kuboresha afya ya jamii na kulinda mazingira kwa kutoa elimu kwa wananchi. Katika utekelezaji huo, jumla ya mitungi 1,594 ya gesi imegawiwa kwa mamalishe na babalishe, na ziagiza taasisi ambazo zina watu zaidi ya 100 kutumia nishati safi ya kupikia kama serikali ilivyoelekeza. Uongozi wa mkoa utafanya ufuatiliaji wa karibu wa agizo hili. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi kutoka NEMKI akiwepo Ramadhani Juma Shausi ambaye ni mwakilishi wa meneja kutoka NEMKI kanda ya Kusini na Muungano Sanyagu afisa mazingira, wameeleza namna alivyojipanga kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi na salama na kutekeleza maagizo yaliyotolewa na mkuu wa mkoa. Maagizo ambayo wametupatia hapa mkuu wa mkoa, sisi kama NEMKI tayari tulishaanza kutoka muda kidogo kwa ajili ya maandalizi ya namna gani kusherehekea siku ya mazingira duniani. Ikumbuke tarehe 29 ya mwezi uliopita NEMKI imeadhimisha miaka 49, ambao mojawapo ya ajenda katika kuadhimisha huko ilikuwa ni kuhakikisha nchi nzima kupitia kanda zake kwamba miti imeweza kupandwa kwenye taasisi mbalimbali kutoka ngazi ya familia na taasisi na sehemu zingine mbali, ambao miti ipatayo 40,000 ilipandwa kwa nchi nzima. Na kwa kanda ya kusini huku kwa mkoa wa Lindi na Mtwara ilipandwa tulishiriki katika kupanda miti 3,000, na kwa upande wa Ruvuma tulipata miti kama 1,500 mpaka 2,000. Kwa sisi kama NEMKI tayari tulishaanza kulitekeleza ile agizo, na kwa maagizo yake tupo bega kwa bega, na tunamshukuru sana yeye kwa kuendelea kusimamia usalama wa mazingira katika mkoa wa Mtwara
Kwa kweli tunamshukuru kwa ushirikiano anaoendelea kutupa kwa kupitia halmashauri za kwake ambao zipo ndani ya mkoa huu wa Mtwara. Kutokana na maelekezo ya mkuu wa mkoa, sisi kama NEMC tumelipokea kwanza, halafu tunaahidi kulifanyia kazi kuanzia sasa kwa haraka sana. Moja tutakachokifanya, ukaguzi wa kumbi zote za starehe, mabaa, wale wote wenye vibali wawe wafate ile taratibu ambayo wamepewa. Kikubwa kinachowataka ni kuweka vizuizi vya sauti kwenye kumbi zao wakati wanaoperate usiku, hususan zile night club. Kwanza wahakikishe wanakuwa na hivyo vibali kabla tujaanza kupitia. Pili, waweze kufika either kwenye ofisi zetu za kanda zilizoko hapa Rareu Complex ghorofa ya 3, waje wapate maelekezo ya namna gani wanaweza wakafanya ili kuanzisha au kuendeleza hizo kumbi zao za starehe. Sasa kwa wale ambao watakuwa wamekiuka sheria zetu, wale tutawapiga faini. Nao baadhi ya wananchi mkoani Mtwara akiwepo Auleria Msigwa na Benedicto Martin Petro wameeleza namna wanavyoelewa kuhusu siku ya mazingira duniani licha kuitaka NEMC kutoa elimu ya mazingira katika maeneo mbalimbali hasa vijijini. Kwa majina naitwa Auleria Msigwa, ni mwenyeji wa Mtwara. Kwa upande wangu ninapofahamu siku ya leo ni siku ya kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Katika siku ya leo shirika la mazingira la nchi ya Tanzania huwa linatukumbusha vitu mbalimbali vitakavyotufanya ili tuweze kulinda mazingira yetu. Kwa mfano kama vile upandaji wa miti, ufanyaji wa usafi, kwa kuwa tunajua kwamba mazingira ni kitu muhimu katika ili kutuepusha na maradhi, lakini pia ili kuleta uzuri wa tabia nchi. Na kitu kingine ninachoweza kugusia zaidi ni kutumia nishati safi ya kupikia na nishati nyingine safi kwa ajili ya matumizi mbalimbali ambayo tunatumia ili kuweza kuyatunza mazingira yetu. Nazidi kuasisitiza NEMC kwamba wazidi kutoa elimu sasa maeneo ya vijijini ambayo yanaongoza kwa ukataji wa miti, lakini pia maeneo ya vijijini watu hawana elimu sana juu ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo nazidi kuwapa wito NEMC kwamba wazidi kufika maeneo zaidi ya huku vijijini waweze kuwapa elimu wananchi juu ya utunzaji wa mazingira. Kwa kweli sielewi kitu kwa sababu mara nyingi tunakuwa tupewe elimu. Elimu ni tatizo, changamoto. Watu wanaweza kupita njiani akala ndizi akatupa ganda, hajui, hajafundishwa. Tumefundishwa tu usafi kipindi tukiwa wadogo labda mashuleni. Kwa hiyo kwenye upande wa mazingira kwa kweli changamoto. Watu wengi tu utaona anatembea barabarani. Wenzetu wazungu wa kila kitu chochote wamezoeshwa. Kuna madustbin barabarani, njiani. Wito wangu naiomba serikali ya Jamhuri ya Tanzania ijaribu kutoa elimu kwenye shule za msingi kiufasaha kabisa na wananchi wote katika makundi ya aina mbalimbali. Yaani watoe hata vipeperushi vya kuhusiana na matatizo haya ya utunzaji wa mazingira. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.